Mkurugenzi wa kituo cha usaidizi wa kisheria cha Everlasting Legal Foundation ELAF Dr. Hamisi Masudi amelaani vikali lugha za uchochezi wa kidini, akisisitiza kuwa kama tunakwenda kwenye hatua ya maridhiano hatupaswi kutengeneza vita mpya ya migogoro ya kidini, akisisitiza kuwa Watanzania wanasimama kama taifa, wenye dini na wasio na dini wanaunganishwa na ndugu ambao ni ubinadamu. Akizungumza na waandishi wa habari Novemba 23, 2025 katika makao ya ofisi jijini Dar es Salaam, Dr. Masudi amesema mijadala ya kitaifa inapaswa kuheshimu imani za watu wote na si sahihi kutumia dini kama silaha ya kuudhalilisha au kuchochea migawanyo katika jamii. Amekemea matamshi yanayotolewa na baadhi ya viongozi wa dini na wahadhiri ambavyo yamekuwa yakihamasisha vurugu, ikiwemo vitisho vya mashambulizi kwenye nyumba za ibada. Amesema vitendo hivyo vinakiuka sheria za nchi, hususan sheria za makosa ya jinai. Hivyo hatua kali zinapaswa kuchukuliwa mara moja ili kuzuia madhara makubwa kwa ajili ya amani ya taifa. Msikilize hapa akizungumza. Kwa sababu tunakwenda katika maliziano, lakini hatupaswi kutengeneza vita mpya au kutengeneza mgogoro mpya, migogoro ya udini. Sisi tunasimama kama taifa, tupo katika udugu wa kitaifa na udugu wenye asili ya ubinadamu, kwa sababu sote tunaamini, wenye dini na wasiokuwa na dini wanaamini kwamba binadamu ana chanzo, na chanzo cha binadamu wengine wanasema ni Nabii Adam, Nabii Hawa, wengine wanasema Adam na Eva, lakini wakimlenga mtu mmoja, kwamba huu ndio udugu wa asili kabisa toka kuumbwa kwa mwanadamu. Sasa udugu huu haupaswi kutenganishwa katika namna yoyote na mtu yoyote, hata wewe. Tumeona baadhi ya kauli ambazo si njema, ambazo kauli hizo tunaamini kwamba zimetolewa na watu kama inavyoelezwa kwamba wachafu wengi huwa wana mtindo wa kuvaa nguo safi. Manake mtu anapovaa joho la udini, kiongozi wa dini atakapotoa lugha zenye mkanganyiko katika jamii, zenye kuwagawa watu, kuhatalisha amani, ni kwamba wachafu wengi wana mtindo wa kuvaa nguo safi. Watu wote hawa, manabii wote na mitume wote duniani wamekuja kulingania amani na haki. Wote ukisoma, hakuna hata nabii mmoja, hata mtume mmoja ambaye amekuja kuchochea vurugu, amekuja kuchochea lugha zenye mtafaruku katika jamii. Na ndio maana hata kwa Waislamu kuna aya ile kusema pale kumdinukum walia ya dini, kwamba ninyi mna dini yenu na sisi na dini yetu. Maana yake ni kwamba kila mtu aheshimu uhuru wa mwenzake, yani kila mtu aheshimu dini ya mwenzake. Kwa hiyo tunapokuwa katika hii mijadala ya kitaifa, ni marufuku kutumia lugha za kidini kwa lengo la kumtusi na kumdhalilisha mtu. Ni marufuku. Mimi nilikuwa nikijiuliza hapa, kuna ndugu yetu mmoja ambaye anasema yeye ni mhadhiri, na siwezi kuliacha kulisemea hili nikaje sitomtaja kwa jina kwa kuzingatia kanuni za kisheria na kiitifaki. Lakini naisema kwa sababu mimi pia, licha ya kwamba natekeleza majukumu mengine ya kuhudumia umma, kuhudumia jamii kwa kusimamia viapo kwa lengo la kusimamia haki na vitu vingine, lakini pia vinapoingia masuala ya kimani hatuwezi kupita kusema, kwa sababu pia imani ni kitu kikubwa sana. Yaani leo hii hata mimi ukiniambia kwamba kati ya Mungu wako na hivi vitu vingine vya kilimwengu ni vipi, nitakwambia hapana, nitafuata ya Mungu. Kwa tumemwona mtu ambaye amevaa joho la Uislamu na amesema lugha za wazi wazi kwamba swala kukatana vichwa wapite kila katika nyumba za ibada. Sasa tukaona hiki ni kitu ambacho hakitowezekana na hakipaswi kuwezekana. Na nilitarajia, kwa sababu pia vile vile tumeangalia kwamba kuna sheria ya uchochezi, kuna sheria makosa jinai, kwa sababu pia ametumia udhalilishaji kwa baadhi ya taasisi zingine. Najua wale waungwana wanasema muungwana hanuni mashavu, muungwana hununa moyoni. Yani make watu hawakujibu, si kwamba hawajaudhi wale ambao walitumia nayo, ni kwa sababu wametumia falsafa ya kiungwana. Sasa mtu anapokuwa hanuni mashavu, anapotia moyoni, malaka atengeneza kisasi, na wale watasema ni Waislamu wamefanya.
au Waislamu wamefanya 1 2 3, lakini Waislamu hawajafanya hayo, na hatuko katika hayo, na haitokuwa katika hayo, kwa sababu sheria na dini zinatuongoza. Nimesema nini tufanye. Kwa maana lugha alizotumia, moja, amefanya lugha ya kutweza utu wa watu, wamedhalilisha. Pili, ametumia lugha ya uchochezi, sheria zipo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tulitarajia, na naomba nitoe maelekezo ya kisheria kwa jeshi la polisi. Tukasema maana ya kutoa maelekezo ninayo kwa mujibu wa sheria. Kwa maana yake mtu yoyote ambaye anafanya vitendo makosa ya kijinai, maelekezo ya sheria yamesema mtu huyo ni mtuhumiwa na anapaswa kukamatwa na kuhojiwa kwa mujibu wa sheria. Sasa iweje mpaka leo hatujiona kwenye taarifa mbalimbali za habari kwamba limefunguliwa hata jalada la uchunguzi kuitishwa? Lengo la kusema haya ni tujue chanzo. Kwa maana yake jeshi la polisi katika hili wanabidi wawajibike, wachukue hatua ipasavyo. Na wanaposita kuchukua hatua ipasavyo, maana yake leo na kesho kutwa sisi wadau, kwa sababu tunajenga nyumba moja, isije kuonekana kwamba tuna majungu, kwa sababu na sisi tutatumia kalamu zetu nyekundu, tutaandika, tutazishauri mamlaka za teuzi, tutamshauri amiri jeshi mkuu, jamani, unayaona huku mtaani yanaendelea na hizi vita za udini na vitu mbalimbali, kwa sababu tunao baadhi ya watumishi ambao hawajibiki. Ukiwa kama mkuu wa nchi na serikali kwa maslahi mapana ya taifa, ambaye umeapa na kuilinda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeapa kuondoa vita ya udini, ubaguzi na misingi yote, kwamba tunaona hapa watumishi hawawajibiki. Katika hili tunaomba uchukue hatua.